yetu ya haki za binadamu ambayo ni taarifa ya kitafiti ambayo tunaifanya kila mwaka, na tukiangalia haki zote kuanzia haki za kisiasa na kiraia, haki za kijamii na kiutamaduni, lakini na haki za makundi maalum. Tumeona kwamba hali ya uhuru wa vyombo vya habari imeshuka sana kwa mwaka jana, hata mwaka huu. Imeshuka mwaka jana kwa sababu ilipoanza mwaka ilikuwa ni mwaka ambao tulikuwa tuna heka ya uchaguzi. Tulikuwa tuna heka ya kampeni za uchaguzi. Tulikuwa na heka ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unakwenda vizuri. Kwa hiyo tulianza kwanza na baadhi ya wanahabari kupotezwa. Tulianza na baadhi ya wanahabari kuchukuliwa hatua, vyombo vya habari kufungiwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna hizo changamoto za uhuru wa habari wa namna hiyo. Lakini cha pili, wakati wa uchaguzi sasa na baada ya uchaguzi, kuna matukio ambayo tuliyarekodi sisi 8 ya wanahabari ambao walikamatwa sio halali na wengine kupotea. Tunaona kuna tukio kule Musoma, kuna tukio Dar es Salaam, kuna tukio Arusha na mengine ambayo sisi tunakumbuka kwa sasa, lakini kuna matukio mengi ambayo yalitokea. Lakini swala lingine kubwa lilikuwa ni la kufungiwa kwa mitandao. Kuna vyombo ambavyo vyenyewe vya vyombo vya mitandaoni. Kwa hiyo internet ikifungwa maana yake vyombo havifanyi kazi. Kwa hiyo ilikuwa ni mojawapo ya kitu ambacho kilikuwa kwa mwaka jana. Lakini vile vile kulikuwa kuna kufungiwa kwa vyombo kama Jamii Forum au Jamii Media ambayo ilikuwa kwa siku 90. Kulikuwa kuna kufungiwa kwa Baraka FM, lakini vile vile Ayo TV na wengine, na Nyota TV ilifungiwa pia. Kwa hiyo hali ilikuwa sio nzuri kwa mwaka 2025. Lakini ukiangalia kwa mwaka huu sasa bado hali imeendelea kuwa mbaya. Mpaka tunapoongea sasa hivi hii ni robo mwaka ya kwanza, lakini kuna matukio 8 tayari ya vyombo vya habari au wanahabari kufungiwa. Kuna ile swala tu la juzi hapo Alois Nyanda wa kule Kandazio ambaye alikamatwa na baadaye akaachiwa baada ya kelele nyingi kupigwa. Lakini vile vile tunaona kuna Jambo TV ambayo imefungiwa kwa siku 90 mpaka sasa hivi tunapoongea. Kwa hiyo bado hali ya uhuru wa vyombo vya habari sio nzuri, hali ya wanahabari wenyewe sio nzuri sana. Japo kwenye siku ya leo tumeongelea masuala ya wanahabari kuwa wabunifu, lakini atakuwaje mbunifu kama anafungiwa, kama hayuko huru, kama ana hali sio nzuri kwa ujumla, anakuwa hayuko huru. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo mimi wito wangu tu ni kwamba wanahabari wakiachwa huru, basi wanaweza kuwa wabunifu zaidi na kufanya kazi vizuri zaidi. Ili waandishi wa habari wafanye kazi kwa vizuri ni kupewa uhuru. Na kupewa uhuru ni kwamba pale ambapo inabidi sasa mwanahabari kweli amekosea, swala lichukuliwe, apewe nafasi ya kusikilizwa kwa mara ya kwanza na mara ya pili, lakini ikionekana kwamba amekosea basi haipelekwe mahakamani. Yaani kuna utaratibu, sio kwamba tu ile bodi ya ithibati mara moja tu itasema itamchukulia hatua. Japo sheria inasema kwamba achukuliwe hatua apelekwe mahakamani, lakini haifanyiki hivyo. Mara nyingi unakuta anachukuliwa tu mara moja hatua na kufungiwa, kama ni chombo kinachukuliwa mara moja. Lakini ingekuwa kuna due process of law, yaani kwamba kuna utaratibu mrefu, mtu angeweza kuwa huru kwamba sitafungiwa kesho, nitapata nafasi ya kujieleza, nitapata nafasi ya kutoa hoja zangu. Yaani ile haki isionekane tu isitendeke tu, ionekane ikitendekane process iwe ya muda mrefu. Hiyo itasaidia wanahabari kuwa huru, kwa sababu anajua hataonewa.